Wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote ya serikali, na serikali itapata madaraka hayo kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. B, ibara ya 8B, lengo kuu la serikali kuu, sio lengo tu, lengo kuu la serikali, lengo namba 1 itakuwa ni ustawi wa wananchi. Itakuwa ni ustawi wa nini? Wananchi. Nikisema ustawi, si mnanielewa? Ndio. Si, serikali itawajibika kwa wananchi. Serikali itawajibika kwa nini? Itawajibika kwa wananchi. Ibara ya 9, lengo la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au chochote kati ya vyombo vyake na udugu na amani, kutokana na kufuata siasa za ujamaa na kujitegemea, ambayo inasisitiza utekelezaji wa misingi ya muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinatekelezwa kwa njia ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa taifa unaendelezwa, unahifadhiwa na unatumiwa kwa manufaa ya wote kwa ujumla, pia kuzuia mtu yoyote kunyonya mtu mwingine. Kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yatatilia mkazo maendeleo ya wananchi, na hasa zaidi yanaelekezwa kwenye jitihada za kuondoa umaskini, ujinga na maradhi. Katiba yetu inatambua kwamba sisi ni nchi tajiri, lakini inasema utajiri wetu utaelekezwa kwanza, asinyonywe mwingine; pili, utaelekezwa katika kuondoa ujinga, maradhi na umaskini. Ndio malengo ya utajiri. Na nimewaambia serikali mamlaka yake inatoka kwenu, na lengo kuu la hiyo serikali ni ustawi wao. Sasa baada ya serikali nini? Baada ya sisi wote nchi nzima tugeuke tuwe marais, haiwezekani. Hakutakuwa na chaos, hakutakuwa na mtu atakayepokea orders kwa mtu mwingine. Tunateua mtu mmoja, tunachukua sehemu ya uhuru wetu, sovereignty yetu, tunamkabidhi yeye ili yeye atuongoze. Serikali itapata mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. Badala ya sisi wananchi wa Kilombero, Ifakara, Tarime, Tunduma, Mwanza, Dodoma, Mbeya, Geita kwenda bungeni tukajisemee matatizo yetu, tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu akatusemee yale ya kwetu, sio ya kwake na mke wake. Ndio maana ya ibara ya 8 kwamba mamlaka na madaraka yote yatatoka kwa wananchi. Badala ya sisi wote kuwa madiwani, hakutakuwa na ukumbi wa kutosha kutubeba. Tunateua mtu mmoja akawe kwa niaba yetu. Hiyo ni katiba yetu. Sio kama mnanielewa. Wangapi wanaelewa ninachokizungumza mpaka hapo? Asante sana. Sasa tumezungumza kuhusu utajiri wa nchi yetu. Nchi yetu ina ukubwa wa kilomita za mraba 945. Ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha kwa pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu nimewaambia tuna kilomita za mraba ngapi? 945. Hakuna hata kipande kimoja kwenye nchi yetu. Mimi nimezunguka nchi hii, nimekuwa mwenyekiti wa vijana mwaka 2011. Ni sehemu chache sana sijafika. Hakuna hata kipande cha kulingana hivi chenye jangwa kwenye nchi hii. Kienda Kenya, Northern Kenya, Marsabit, kule juu wanakoishi wa Somali ni jangwa.
Sisi hatuna kipande hata kimoja ambacho kina jangwa. Kwa hiyo tuna ardhi bora. Tutulie. Askari, mkutano huu ni wa kwangu, mimi ndio na control hapa. Tafadhali. Kamanda. Tulia, msinivuruge bana. Tafadhali. Tulieni basi. Kwa ndugu zangu, tuna ardhi kilomita za mraba 945. Tunaelewana vizuri? Mkoa wa Morogoro, mkoa wenu, una kilomita za mraba 70,624. Ukichukua nchi ya Uholanzi ina kilomita za mraba 41,865. Kwa hiyo mkoa wa Morogoro ni mkubwa mara 1.5 ya nchi ya Uholanzi. Nchi ya Rwanda kwa Kagame ina kilomita za mraba 26,336. Yeye mkoa wa Morogoro nimwambia mna kilomita za mraba ngapi? 70,000. Kwa Rwanda inaingia kwenu mara 3 na kubaki change. Nchi ya Israeli mnaifahamu, si ndio? Ina kilomita za mraba 21,937. Nyie peke yenu nimewambia mko ngapi? 70,000. Huu mkoa wa Morogoro una kilomita za mraba 70,000 na watu 3.2. Nchi ya Rwanda ina kilomita za mraba 26,000 na watu 13,000,000. Kwa Rwanda ni ndogo kwenu mara 4, mara 3, na ina watu wengi kuliko nyie. Israeli ina watu 9.7. Uholanzi ina watu 17.88. Sasa ndugu zangu, hiyo nimezungumza hali. Ukizungumza na vyote vilivyomo, ukianzia kwetu Tarime ni dhahabu. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Anzia Tarime dhahabu, nenda Geita dhahabu, nenda Nzega dhahabu, nenda Bukombe dhahabu, nenda Kahama dhahabu, nenda Chunya dhahabu, nenda Ruangwa dhahabu, nenda Singida dhahabu. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Na bei ya dhahabu leo kwenye soko la dunia kwa gramu moja, mamangu nikisema gramu sio kama utanielewa. Ukichukua wembe, ule wembe kivunja hivi katikati, kale kamoja ndio gramu, ni shilingi 310. Gramu moja. Sisi ni nchi ya ngapi? Tunatoa tani na tani za dhahabu kila siku, kila mwezi, kila dakika. Nchi pekee duniani yenye madini yanaitwa Tanzanite hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima Kilimanjaro. Nchi yenye mbuga kubwa kuliko zote kwenye dunia, na mbuga pekee bora kwenye dunia hii, Ngorongoro Crater, iko kwenye maajabu 7 ya dunia. Yaani vitu 7 vya ajabu alivyoviunga Mungu duniani, miongoni mwao ni mbuga yetu ya Ngorongoro ambayo inaitwa Cradle of Mankind. Ukichukua Serengeti, Ngorongoro, Ruaha, Mikumi, Katavi, Seruzi na mbuga nyingine ukiziunganisha kwa pamoja ni kubwa kuliko nchi ya Uganda na Rwanda combined. Nchi yenye ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria. Nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Nchi pekee yenye madini ya Tanzania hayapatikani kwingine kokote isipokuwa hapa kwetu. Tuna almasi Mwadui, tuna makaa ya mawe na chuma hapo Ludewa, Mchuchuma na Liganga. Kwingine Mungu aliweka chuma chini ya ardhi, sisi alituwekea mlima. Ni mlima unaitwa Liganga, tunaweza kuutumia miaka 100. Chuma hichi nondo, sio kinachotengeneza magari, mageti, kila kitu. Tuna chuma cha kutumia miaka 100. Na Mungu alivyotupendelea, nchi nyingine kama India wanachimba chuma chini, hawana makaa ya mawe, makaa wanachukua hapa. Sisi Mungu akatupa chuma, akatupa makaa ya mawe ya kunyanyushia hicho chuma, akatupa na mchanga wa kukusafishia pale Iringa. Kila kitu atuagizi nje.
viko Tanzania. Ukienda Kagera kuna madini yanaitwa nickel na cobalt, madini yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu, yanatoka Tanzania. Hapa kwenu, hapo tulipokuwa leo Uranga, kuna vito wanaita gemstones, inaitwa ruby. Tuna madini yanaitwa madini ya uranium yako Seru, madini yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia na umeme mkubwa wa nyuklia. Tuna gesi futi za ujazo trilioni 54.5. Kwa nini watu wetu ni maskini? Bob Marley kwenye wimbo wake maarufu wa Rat Race anasema, in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji ni mjinga anaweza kuwa na kiu. Tanzania katikati ya utajiri, wajinga ni maskini. Tuna matatizo kwenye nchi hii. Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Tunahitaji watu tunao milioni 63. Tunahitaji ardhi tunayo kilomita za mraba 945. Tukizungumza kuhusu ardhi tunazungumza misitu, tunazungumza makaa ya mawe, tunazungumza chuma, tunazungumza dhahabu. Hiyo yote inaitwa ardhi. Tunazungumza maji. Tuna maji pale Dar es Salaam sehemu inaitwa Kimbiji na Mpera, chini ya ardhi, maji baridi mengi kuliko maji yote ya dunia hii. Nchi ya 3 kwa kuwa na vyanzo vingi vya maji, mito mingi. Hapa kwenu kuanzia kule juu tunapita madaraja karibia 20, tunashuka huko chini. Maji, bonde la Kilombero, bonde oevu la Kilombero. Everywhere is water. The most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Tuko kwenye matatizo makubwa kama nchi. Tuko kwenye umaskini wa kutengenezwa. Tuna viongozi wajinga wasiokuwa na uwezo ambao wanatutia hofu, wanatutisha tunyamaze kusema mambo haya. Nchi yetu inateswa, watu wetu wanateseka, watu wanakufa hospitali. Tunazungumza kwenye mkoa wa Morogoro, ukiacha barabara inayopita kwenda Iringa, Mbeya, na ukaingia hapo Kamchepua ambako kamelimwa kwa hisani ya watu wa Marekani, niambie barabara nyingine ya mkoa wa Morogoro ambayo ina rangi. Niambie mkoa tajiri kama huu ambao unalisha nchi hii kwa chakula. The most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressor. Tuna matatizo, na kwa sababu tuna matatizo, tuna sababu za pamoja kutafakari na kuchukua hatua tuondokane na hali hii. Tunazungumza kuhusu uchaguzi kwa sababu wanaoweka viongozi walioko madarakani wanaoiba mali zetu na kutufanya maskini na kututesa ni uchaguzi wetu. Chadema tumesema tunataka uchaguzi ubadilike, wananchi muamue. Ndio maana tumesema no reforms, no election. Yeye mnasemaje? Tuko pamoja. Yeye Ikotela mnasemaje? Ikotela mnasemaje? Tunasema no reforms, no election. Tubadilishe nchi hii once and for all. Na sio kwa manufaa yetu. Inawezekanaje? Nchi kubwa kama hii yenye watu milioni 63. Sisi Mwenyezi Mungu ametubariki, ametupa bandari, mlango wa bahari. Mlango wa bahari ni geti la fedha, kwa sababu bahari ndio inasafirisha kila kitu mnachojua duniani. Iwe hizo speakers zimekuja kwa njia ya bahari, huwezi kupakia mamizigo hayo kwenye ndege. Ukiona greda zinazolima barabara zimetoka Japan, Komatsu, zimepakiliwa kwenye maji. Ukiona magari, ukiona bajaji, bodaboda, hizi kamera, everything tunachotumia kimekuja kwa njia ya maji. Na Mungu alivyotupendelea, ametupa mlango wa bahari kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga. Ndio umbali wa bahari yetu, na nautical mile 200 kuingia ndani. Alafu akatuwekea nchi 6 landlocked.
Yaani nchi 6 ambazo hazina mlango wa bahari. Rwanda haina mlango wa bahari, Uganda haina mlango wa bahari, Burundi haina mlango wa bahari, Malawi haina mlango wa bahari, Zambia na Kongo hazina mlango wa bahari. Ili mtu aendeshe gari Kongo inabidi ipite kwenye maji ya Tanzania. Hela inaingia. Yaani ni geti la fedha ambalo alikauki leo. Yaani lipo, Mungu alikuweka maji bure. Unachohitaji wewe ni kujenga gati. Gati ni stendi ya meli. Meli itakaposimama ishushe mzigo na kupakia. Na bahati nzuri hizo gati walijenga wakoloni kwenye nani ya Tanga na Dar es Salaam, na wakajenga hizi reli hizi. Si reli ya Zambia inapita hapa kwenu? Wakoloni walijenga hiyo gati wakatujengea na reli. Kwa Zambia wakinunua gari ikishuka bandari ya Dar es Salaam tumeingiza fedha, wakitoa kopa yao Zambia ili iende kule wanakouza, hela imeingia. Yaani tunawatafuna marais. Mzigo unaingia kwao, hela inaingia. Mzigo unatoka kwao, hela inaingia. Kongo hivyo hivyo, Uganda hivyo hivyo. Uganda wakilima kahawa ikiwa inaenda Ulaya tunalipwa fedha. Wakinunua grade au gari tunalipwa fedha. Wakinunua silaha zikipita kwenye maji yetu, hela imeingia. Wakitoa mitumba Ulaya inakuja Rwanda, hela inaingia. Iko pale. Wakoloni walijenga gati wakaziacha, Mwalimu akaziendeleza, Mwinyi akaziendeleza, Magufuli, Kikwete, Mkapa. Magufuli aliziendeleza zaidi. Magufuli si tuligombana naye sana. Mimi special sana. Kwenye kuteka watu, kuua watu, kuua demokrasia tulitofautiana. Lakini kwenye masuala ya kulinda demokrasia ya nchi rasilimali za nchi yetu, mnyonge mnyongeni, akaendeleza ile gati namba 6 mpaka 8, akanunua mashine za 0 hours akaweka pale. Huyu mama ameingia akazikuta pale, amewapa Waarabu wa Dubai paka kiyama, paka mwisho wa dunia. Bandari. Magufuli aliwahi kusema anayetaka kuuza bandari kwa miaka 100 ni kichaa. Uongo kweli? Katoa bandari mpaka kiyama. Waarabu wa Dubai wako milioni 3 ndugu zangu, watu wa Kilombero. Nyie watu wa Kilombero mwaka 61 walikuwa 70,000 wanatembea jangwani wanaokota tende, dates, collecting dates. Wamevumbua pipa lao la mafuta la kwanza mwaka 69. Sisi tuna chuo kikuu mwaka 63. Tuko milioni 63. Wao wako milioni 3 tu. 3. Kwamba sisi watu milioni 63 ni ndondocha. Hatuwezi kuwa na mtu wa kusimamia bandari. Zambia wapitishe mizigo, Kongo wapitishe mizigo, Rwanda wapitishe mizigo. Hatuna huyo mtu. Wao watu milioni 3 wana akili kuliko sisi. Tuna serikali hapa? Uwanja wa ndege wa Kia alijenga Mwalimu. Akitua mtalii analipa $55, akiwa anaondoka $55, shilingi 300 kwa siku kwa mtu mmoja. Unapitisha watu milioni 1.5 kwa mwaka. Huo uwanja uko pale, unakusanya tu fedha, tena ndege imetua moja, watalii 20. Omani ndio waendeshe uwanja wa ndege. Tuna serikali hapa? Hiyo ni akili, ni matope. Hivi inawezekanaje kwenye nchi ambayo utajiri wetu na kuexported, ajira zetu zimekuwa exported, watoto wenu watapataje ajira? Ndio maana kila siku mimi nikiwa bungeni niliwahi kuambia, tuambieni, najiita serikali ya wanyonge. Msituambie serikali ya wanyonge. Tuambie mlikuta wanyonge milioni ngapi na kwa miaka mingapi mmepunguza wanyonge milioni ngapi? Kwa sababu lengo la serikali ni kufanya maisha yako ya advance zaidi, kuwa bora zaidi kila siku. Tunaelewana vizuri? Sasa vijana wana ajira, lakini tuna nchi ambayo viwanda vyote vimekufa. Kiwandani ndiko anakoweza kuajiriwa mtu mwenye degree engineer na mtu asiyekuwa na degree. Kwa sababu kiwandani kuna engineer wa kiwanda, kuna technician, lakini kutakuwa na mama ntilie wa kuwauzia wafanyakazi wa kiwanda chakula. Kiwandani atakuwepo mbeba mizigo wa kupakia mizigo kwenye lori.
kiwandani kutakuwa na dereva. Kiwanda ndio kinaajiri kila mtu. Mwalimu Nyerere aliacha viwanda. General Tyres Arusha kunatengeneza tairi. Uongo kweli? Kweli. Mwalimu aliacha viwanda hapa Morogoro kwenu. Vingi. Mangura kulikuwa na kiwanda cha nini? Cha chuma, sio? Aliacha ZZK Mbeya. Aliacha viwanda vya nguo, na textile industry, Mutex, Mwatex, Sungura Textile. Aliacha viwanda vya mbolea, kila kitu. Kwa sababu ndugu zangu, nchi haiwezi kuendelea kama nchi hiyo imejigeuza kuwa soko la watu wengine. Kwa sababu kila utakachokusanya utakitoa nje kununua bidhaa. Nchi inaweza kuendelea kama ina basic industries. Tunaagizaje mabati wakati tunachuma? Mwalimu aliacha kiwanda. Mimi nimekuwa, babangu ananunua tairi za General Tyres. Pesa inatoka Tarime inaingia kwenye kiwanda cha General Tyres. Mtu wa Mang'u, mtu wa hapa Ifakara anaajiriwa na General Tyres au wa Arusha. Yule mtu akilipwa mshahara anakuja kujenga nyumba kwao hapa Ifakara. Anakuajiri wewe fundi wa Ifakara. Wewe ukipata pesa unanunua mboga kwa mama anayeuza mboga. Huyu mama anamwagiza bodaboda amletee mboga nyingine. Bodaboda anakunywa mafuta kwenye kituo cha yule anamwajiri mlinzi. Mlinzi ananunua kwako kitanda, wewe unanunua mchele kwako. Pesa inazunguka miongoni mwa wananchi. Leo hatuna kiwanda cha kutengeneza hata tairi ya bodaboda, ya baiskeli. Kila kitongoji kuna baiskeli nchini. Uongo kweli? Kila baiskeli kila kitongoji kina pikipiki. Leo tairi kiisha kwetu Sirari, kijiji cha Kitagasembe, pesa inatoka pale inaenda China kufuata tairi. Unatengenezaje uchumi wa watu wako? Unatengeneza, you are exporting uchumi wa nchi hii yenye misitu namba 1 kwenye dunia hii. Ukiacha Brazil, ukiacha Kongo, labda sisi watatu wanne kwa misitu mingi. Leo tunaagiza toothpick kutoka China. Yaani kijiti cha kutolea nyama kwenye meno made in China. Tuna nchi hapo. Wasukuma wanalima pamba Geita, Shinyanga, Mwanza, Kahama. Wanauza pamba kwa kilo shilingi 1150. Pamba hizi tunazotengenezea nguo, zinazotengeneza vitu vya hospitali, pamba za kufikia vidonda, wakina mama wakijifungua yale magozi, Pampers. Pamba inauzwa shilingi 1150. Inakwenda India, inafungwa kwenye karatasi, inarudi gramu 25, tunanunua 15,000 hospitali. Kuna akili hapa? Kuna akili hapa? Tuna shida kwenye nchi. Umaskini wetu ni wa kutengeneza. Vijana wetu wamekosa ajira, sio kwa sababu ajira zipo. Fikiria hivi. Inakuwaje kwenye nchi tunaagiza ngano kutoka nje ya nchi ya bilioni 560, kutoka Ukraine, kutoka hadi Saudi Arabia jangwani. Pesa inatoka hapa, inaagiza ngano. Chapati uliokula hapa leo, pesa inatoka hapa inaenda Dubai, inaenda Ukraine kutengeneza ajira. Vijana wetu, mwalimu aliacha mashamba basotu, wanachohitaji ni trekta na uhakika wa soko. Wape trekta, wape combine harvester, wape ni viwanda vya kukoborea, waoneshe soko, wazalishe ngano, wauze ndani ya nchi, tutafune sisi wenyewe, pesa izunguke miongoni mwetu. Tunaagiza mchele kutoka nje ya nchi wa basmati, kutoka Pakistan na nchi nyingine, mchele wa zaidi ya bilioni 260. Watu wetu wanachohitaji ni wape trekta, wape bei nzuri, waletee maji kutoka kwenye maziwa na mito tule, wafikishie shambani. Leo mtu wa Ifakara analazimika kulima mpunga msimu mpaka mvua, nchi ya 3 kwa kuwa na maji. Unachohitaji ni kumletea maji pale. Mpunga wa Pakistan basmati ni siku 90, miezi 3. Akivuna anaingiza maji, anapanda tena, anavuna, anaingiza maji. Kwa msimu atavuna mara 3 mara 4. Leo hata nyie mnaolima miezi 6 mngevuna mara 2 kwa mwaka. Serikali gani?
inachukua pesa hapa inaagiza mchere kutoka nje, wakati watu wetu hawana uwezo, hawajawezeshwa. Sio kwamba hatuwezi kutenda, hatujawezeshwa. Wajibu wa serikali ni kukuwezesha wewe, kwa sababu wewe ukiwa hapo utajenga uchumi wa nchi yetu. Ukimwajiri huyu kwenye kiwanda chako umesaidia serikali. Ukinunua simenti, serikali itachukua kodi kwenye simenti. Ukinunua gari, serikali itachukua tairi, itachukua kodi kwenye tairi, itachukua kodi kwenye mafuta. Kwa serikali yenye akili ina empower watu wake ili matumizi yawe makubwa zaidi, ili wawe na. Inakuaje tunaagiza sukari wakati wakulima wetu hapa wanadhulumiwa? Unachohitaji ni kuwawezesha, kuwapunguzia makato, kuwapunguzia kodi, wazalishe sukari na kujitosheleza. Zile fedha tunazopeleka Brazil kununua sukari zibaki ndani ya nchi yetu. Nchi hii ina matatizo makubwa sana. The most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Matatizo tulionayo yako kwenye vichwa vyetu na yamewekwa na hawa watu. Ndio maana wanatisha watu, wanateka watu, wanapiga watu risasi. Lissu alipigwa risasi sio kwa sababu Lissu ni muuaji, sio kwa sababu Lissu anakosa. Ilikuwa ni message kutuambia kwamba msiponyamaza na nyinyi mko hatarini. Hakuna mtu ataishi milele. Everybody will die. Hata Magufuli alikuwa anapita mpaka nyasi zinadondoka. Leo yuko kijini kwao Chato. Kila mtu ataondoka kwenye dunia. Kila mtu ataondoka kwenye dunia hii. Hivyo vitisho leo wanamkamata Lissu wakitegemea sisi turudi ndani tulie, tukae nyumbani. Waliponiachia chama nikamwambia turudi nyumbani. Timu mbili zile. Nimemweka Mnyika huku na mimi huku, na Wagonga huku na Mnyika na Wagonga huku. Kama niambia wakati wote kwamba maisha yako yako hatarini. Mimi naishi kama mtu aliyekufa siku nyingi sana. Lakini nchi hii lazima tuibadilishe. Nchi hii sio ya Samia na watoto wake. Mimi nilikuwa kwenye timu ya maridhiano iliyoenda Ikulu tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2022. Tukazungumza na Rais Samia, akatuambia yeye ni Muislamu, mimi ni Muislamu, sitaki dhuluma. Dini yangu inanikataza dhuluma. Watu wameumizwa, watu wameibiwa uchaguzi, watu wamefanywa, wamekufa. Mimi katika utawala wangu sitaki. Akasema anakuja na fawara, rebuild, kujenga upya. Ina maana anakiri palipomoka. Reconciliation, kusuluhishana watu walioumizwa. Resilience, kuvumiliana. Watu wavumiliane, avumilie tumkosoe. Na reforms. Tukazungumza naye mwaka mzima, ametuzungumzisha. Nini kilichotokea mwaka jana? Kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa nini kilichotokea? Wametuchinja. Mkwe wake Mchengerwa aliyeoa mtoto wake, tulikuwa nao bungeni wote wangu, amekata wagombea wa upinzani 26,500 kwamba hawajui kusoma na kuandika, akiwemo wakili wa mahakama kuu. Huyu hapa kijana anaambiwa hajui kusoma na kuandika. Mtu wa CCM darasa la 4 anajua kusoma kuliko mtu wa chuo kikuu. Nini kinawachekesha? Huyu ni msiba kwenye nchi yetu. Tunajenga taifa la watu wanaohalalisha uovu na ujinga, na matokeo yake ni kilio kwa watu wote. Leo nchi nzima inaongozwa na wenye viti wa CCM. Nyie mnakwenda shambani, hakuna mnachosaidiwa. Unalima mwenyewe mpunga, unafanya nini? Mageti. Ukishavuna mpunga miezi 6 umehangaika mwenyewe, ndege umefukuza mwenyewe, ukiuingiza kwenye gunia tukifikisha barabarani, kodi ya serikali. Wakisha chukua hapo tozo, kesho naambiwa ni pesa za mama. Pesa yako uliohangaikia miezi 6 na ukimekuwa ya mama, kana kwamba alitoka nayo Kizimkazi. Ndio hiyo unayosikia goli la mama. Si vijana wana ajira, pesa ya nchi inachezewa. Lazima tubadilike. Kwa Tanzania wenzangu, enough is enough. Inatosha. Miaka 63 inatosha. Nchi hii imeharibiwa kwa kila kitu. Watu wanatekwa, watu wanauawa. Aliuawa rafiki yangu Godfrey Rwena. Uongo kweli? Kijana aliyekuwa anatetea watu kwenye mabonde huko kuhusu ardhi ameuawa.
ameuawa Ben Sanane, hajulikani alipo. Wakina Mdude Nyagali wametekwa, serikali iko mamu, iko kimya. Askofu Gwajima anasema kuhusu utekaji, anaambiwa anafanya siasa. Kwani dini inafundisha nini? Dini inatufundisha tukatae maovu. Uongo kweli? Kweli. Utekaji ni uovu au ni jambo jema? Ni uovu. Mauaji ni jambo jema? Uovu. Dini alichokuwa anasema Gwajima ndio hasa dini inavyotuelekeza tufanye. Watu wanapotea. Kila siku watu wanapotea. Vitu vyote mnavyoviona duniani vinaumbwa ili kufanya maisha ya binadamu yawe rahisi zaidi. Nyumba imetengenezwa ili wewe ukae sehemu nzuri, usinyeshewe, usipate baridi, usikumizwe na wanyama. Kwa ajili ya binadamu. Kwa ajili ya binadamu. Nyumba, binadamu sio kwa ajili ya nyumba. Nyumba ni kwa ajili ya binadamu. Gari imetengenezwa ili ikupe unafuu. Madawa yametengenezwa, redio zimetengenezwa ili zikupe unafuu wa maisha. Speaker hizi zimetengenezwa kwa ajili yako, sio wewe kwa ajili ya speaker. Ndege imeungwa na binadamu mmoja, ni wazo la binadamu mmoja. Leo inarahisisha watu wanasafiri duniani. Unajuaje kama mtoto wa Godfrey Rwena aliyeuawa angeweza kuzaa mtoto akavumbua dawa ya ukimwi na ikaokoa dunia hii? Unajuaje? Miaka michache iliyopita, mimi nikiwa na umri wa miaka 11 nilikuwa natembea peku. Nani angejua kwamba leo ningekuwa mbunge na nikawa mwenyekiti wa chama? Mambo haya anayapanga Mungu. Unapochukua uhai wa binadamu, the most beautiful creature, una tofauti gani na makaburu wa Afrika Kusini waliomuua Stephen Biko? Una tofauti gani? Tunaongozwa na makaburu weusi wenzetu. Tofauti zao na makaburu wa kizungu ni rangi tu. Wanatapanya mali zetu, wanaumiza watu. Nchi na msiba, nchi na kilio. Tumekuja kwenu kuapili kwenu, mtunge mkono. Tungeni mkono. Tubadilishe nchi. Inawezekana. Tunahitaji uchaguzi huru na haki. Ndicho tunachokihitaji. Samia asimame hapa, Lissu asimame hapa, ipigwe dakika 90, wananchi waamue. Hatuna ugomvi na ndicho tunachokihitaji. Mimi nakimbiaje uchaguzi dini? Mimi nimekuwa diwani nikiwa mwanafunzi. Nakimbiaje mimi uchaguzi? Nimekuwa mbunge kabla hata sina mwanamke. Nakimbiaje uchaguzi mimi? Mimi najua utamu wa bunge. Mimi sio mbunge takataka kama huyu hapa. Mimi ni mbunge mwenye akili, anayesoma na anayejua. Na mnajua nikiwa bungeni tumejenga hoja nyingi. Tukiwa bungeni mwaka 2017, wakati serikali inaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, mimi nilimwambia Rais Magufuli, nenda kwenye YouTube, nikamwambia Rais Magufuli, tunachuma hapa. Tujenge kwanza kiwanda chetu cha chuma. Hapa tunachuma Mchuchuma na Liganga, mlima wa chuma Liganga. Tujenge kile kiwanda, kilikuwa kinaenda kuajiri vijana wa Tanzania 60,000 direct employment. Hao ni ajira ya moja kwa 60,000. Mind you, tangu uhuru mpaka sasa serikali CCM imeajiri watu 520,000. Kile kiwanda kilikuwa kinaajiri 11% ya Watanzania wote walioajiriwa na serikali mpaka sasa. Halafu kile kiwanda kilikuwa kinajengwa kwa dola za Kimarekani bilioni 3, bilioni 7.8. Kikachimba chuma miaka 100, tukauzia Kenya, Uganda. Pesa inaingia ndani ya nchi. Mabati tukatengeneza ndani ya nchi yetu. Haya mabati haya mnayoona yanaagizwa kutoka nje, yanakuja kukunjwa tu. Hizi shiti sio za kwetu. Wao wanachokuja ni kuweka hiyo mistari na nini, basi na kupaka rangi. Lakini tungechimba hapa tini ya kwetu, tukachanganya na iron, tukatengeneza bati yetu, tukatengeneza kile kiwanda kingetoa chuma cha kutengeneza bwawa la Mwalimu Nyerere SGR. Yani unamuita Mwarabu, unamwambia njoo nijengee bwawa. Shilingi ngapi? Trilioni 5. Sawa. Hizi hapa. Lakini chuma chote nunua hapa. Unampa pesa kwa mkono huu, unazirudisha ndani ya nchi kwa mkono wa kushoto. Akili, brain. Kuna kama mtu haka kanapaka wanja hapa, kanakaa bungeni, kanazungumza kuhusu mimi. Mimi wewe ni hadi yangu wewe. Wewe mtoto mrembo wewe, unazungumzaje kuhusu mimi? Shenzi kabisa.
Uongo kweli? Watu wa Ifakara wana matatizo, anakwenda bungeni anapeleka hoja eti wake wa viongozi wao wanalipwa pension. Kabisa. Ora, message sent hiyo. Tuna matatizo kwa sababu ya aina viongozi tulionao. Huyu anawezaje kujenga hoja kuhusu maisha yenu nyinyi? Hawezi. Naambiwa nchi nzuri, sini. Afisa elimu anawaambia elimu bora. Afisa elimu analipwa mshahara na serikali. Uongo kweli? Anapewa gari na serikali. Uongo kweli? Anapewa nyumba na serikali. Ili afanye nini? Asimamie ubora wa elimu. Uongo kweli? Alafu yeye mtoto wake asomi kwenye shule anazosimamia. Inakwambia nini wewe? Neno la Mungu linasema hata wale waovu wanajua kuwapa wawapendao vilivyo vyema. Nani baba mtoto wake akimuomba mkate atampa jiwe, au akimuomba samaki atampa nyoka? Sasa una rais anasema ameboresha huduma ya afya, lakini akipiga chafya anaenda kutibiwa Ulaya. Kwa nini asitibiwe kwenye hii afya aliyoboresha? Yeye hapendi afya nzuri. Wabunge wakikoa tu India. The most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Akili yenu ndio anaitumia mdhulumaji kuwadhulumu zaidi. Na lazima tubadilike. Unakuaje na elimu ambayo watoto wanaenda kufundishwa kwanza na miguu mingapi, wakati Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kuchimba tanzanite yetu waondoke nayo? Ndio maana nchi inayouza tanzanite pekee kwa wingi zaidi duniani ni India, wakati tanzanite inapatikana Tanzania. Elimu matope. Baba yake Juma anacheza mpira. Mama yake Juma anapika wali. Juma ameenda sokoni, maswali. Mama yake Juma alikuwa anapika nini? Badala ya kufundisha watoto wetu namna ya kumiliki, tutabadilisha elimu hii. Tutabadilisha hii elimu takataka. Nchi hii sio watu wetu kupewa pesa. Wazee wetu wanapewa pesa, wanalimishwa mitaro, wanabeba magogo. Nchi tajiri, uongo kweli? Mchumba amlimishi mama yake barabara. Kwa nini afanye hivyo? Kwa nini afanye hivyo? Sisi tumesema askari hao wakiritaya na walimu na watumishi wa umma wote wanalipwa nini? Pension. Uongo kweli? Hata mimi nilipokuwa mbunge, nilipolitaya nililipwa pension. Na kuna mama hapa ambaye Chadema imemtoa chini akiwa hata hana nyumba, imempa ubunge mara 2. Leo amejisahau, amehongwa, anaongea ujinga dhidi ya Chadema. Kwanza hakuwa hata na uwezo huo, tulimpandisha sisi. Na nikawaambia nyie, kumbukeni punda aliyembeba Yesu. Alishangiliwa akiwa amembeba Yesu, atafikiri anashangiliwa yeye, kumbe alikuwa anashangiliwa aliyembeba. Aliporudi peke yake alikula mijeledi. Sasa hivi wanakula kuzomewa huko vibaya sana, wanaenda bila Chadema. Wengi kweli, kila wanapoenda utafikiri wanakimavi, wanazomewa baraa. Simnawajua? Kila chama cha serikali, chama vibaraka, kinaitwaje? Kumbe nyie wajanja kweli. Sisi tumesema kama watumishi wa serikali wakistaafu wanalipwa pension. Nani aliyejenga nyumba anayoishi askari? Si fundi? Au askari alijengea mwenyewe? Nani aliyelima chakula anachokula rais Ikulu? Si mkulima? Nani aliyeendesha gari lililopeleka chakula Dar es Salaam? Si dereva? Nani anayetuchongea kitanda tunalala? Si fundi seremala? Nani anayetubeba kwenye bodaboda? Si dereva bodaboda? Hawa wote wanalitumikia taifa na wanajenga nchi hii. Kila atakayetimiza miaka 60 chini ya utawala wa serikali yetu tutamlipa pension, kwa sababu kila mtu anajenga. Kila unachofanya, ukichoma mtaa ni kwa ajili ya kujenga nchi, ukijenga nyumba ni kwa ajili ya kujenga. Tuna uwezo huo. Serikali ya Norway, Holland
nchi ambayo ina ukubwa wa kilomita za mraba 41,000 imezalisha horticulture, yani mboga mboga, matunda na maua, wakauza duniani euro bilioni 124, trilioni 370, ambazo ni bajeti ya serikali ya Tanzania miaka 6. Nchi ambayo ni ndogo kuliko mkoa wenu. Bajeti ya Tanzania miaka 6 kwa matunda, mboga mboga na ni sisi hatuwezi. Na sisi tuna bajeti, mimi nimekuwa bungeni, inaitwa makadirio ya mapato na matumizi, maoteo na makadirio ya mapato na matumizi. Yaani bajeti ya nchi yetu sio full funded. Nikisema full funded ni ambayo ipo na bajeti hela zipo. Sisi tuna bajeti kwa maoteo, ndio maana inaitwa maoteo ya makadirio na mapato, kwamba serikali inafanya hivi. Kilombero, ukimsikia Mwigulu anasoma bajeti, Kilombero walilima mpunga tani 100,000, tukauza, tukachukua kodi bilioni 100. Mwaka huu watalima tani 1,150,000, kwa hiyo kodi itakuwa bilioni 150. Magogo tuliuza kiasi hiki mwaka huu, mahoteo. Sasa ikitokea mvua ikunyesha, mpungu umepungua, wameisha budget, ndio hapo sasa unakuta barabara imepangwa hailimu. Wanaotea tena kwamba serikali ya Marekani mwaka jana imetupa kwenye USAID kiasi kadhaa, si nini kiasi kadhaa. Ikitokea ameingia mtu kama Trump amefuta misaada, njaa kali. Sasa wale wanalima kilimo Uholanzi kwenye nchi ndogo kuliko mkoa wenu, wanazalisha kwa mwaka budget full funded ya nchi miaka 6. Tuna serikali hapo ndugu zangu? Tunahitaji kubadilika. Hata hao askari ndugu zetu wamepigwa sana na CCM. Juzi, na ngoja niwaambie, sisi tuna ugomvi nao, hasa wale wakubwa na hawa wanaotumika. Lakini hao watu ni watu muhimu sana. This is a noble profession. Askari wote, magereza, jeshi, ni watu wamekula kiapo kufa wanakulinda wewe. It's a noble job. Kazi ya kujitolea maisha. Risasi ikipigwa hapa, wakati sisi tunakimbia hivi kuokoa maisha yetu, yeye anakimbia kufuata risasi ili akuokoe wewe uishi. This is a noble job. Lakini hawa watu wanatumiwa na CCM. Wanaharibu uchaguzi. Uongo kweli? Wanaiba kura. Tangu mwaka 2015 sisi tukiwa bungeni tulipowapigania posho ikaongezeka ikawa 300,000. Waulize kama wanawahi kuongezewa ile posho. Na mpaka saa hizi wamekopa. Wanadaiwa. Na hata uniform zinaitwa uniform nazo hazifanani. Yule kijani kama ya Chadema inaenda kwenye Chadema inakataa. Huyu kijani zaidi. Mwingine amevaa buti haifanani na mwenzake. CCM imewadhulumu. Alafu watu ifakara people. Juzi inasomwa bajeti ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, badala wazungumze kuhusu maisha ya askari, hiyo budget bunge darasa la 4 kanako lipo mshahara milioni 18. Mimi nilikuwa mbunge, tunalipo 12 milioni posho kwa siku. Mbunge akiingia bungeni kuna kitu kinaitwa sitting allowance. Mbunge akai bure, aumizi makalio yake bure. Kuna posho inaitwa posho ya makalio. 200,000 na ngapi tulikuwa tunalipwa, na padie 420,000. Ukisikia mbunge anaambiwa kuna seminar, mbunge afundishwe bure. Nyesi mnalipwa ili mfundishwe. Mbunge analipwa ili afundishwe. Yaani unalipwa ili uende kwenye kipindi ufundishwe kitu. Kwa hiyo leo mbunge analipwa posho kwa siku. Kama leo wako kwenye bunge, kila siku ya Mungu 620,000 na mshahara milioni 18 kwa mwezi. Na akimaliza akistafu, mimi kipindi kile tulilipwa milioni 272. Safari hii watachukua 400. Miaka 5 tu 400 imeingia. Huyu askari anafanya kazi miaka 25 30. Miaka 6 inahesabiwa kwamba alijitolea. Alafu anamaliza anapewa mshahara na kikokotoa, analipwa pension milioni 30. Hana kiwanja, hana, ndio maana wanajinyonga. Yule mroto
Ifakara people. Yule mshenzi mrepo alikuwa RPC kule Dodoma, anasema atatupiga tuchakae. Sasa amestaafu, ametoka, ni mlinzi kwenye kampuni ya Wachina. Wachina wakiingia wanafungua geti, RPC mzima. Sasa hawa jamaa nao wamepigika. Wabunge badala ya kujadili maisha yao, au mbunge akiugua anaenda kutibiwa Ulaya. Warau wangesema hao wapewe insurance ya kutibiwa hata Aga Khan akipigwa na majambazi. Warau basi mshahara wao uwe hata milioni kwa mwezi au 2. Wanaenda kujadili hotuba ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, wanajadili eti mama ametukana. Kuna nchi hapa kwa askari, na nyie tuungeni mkono. Najua nyie wengi ni peoples. Hata nikipiga peoples wao usinyanyue ngumi. Nyosha kimya kimya kwenye moyo wako. Kwa sababu ukinyanyua hivi yanakufukuza kazi. Uongo kweli? Hayana dogo. Na mimi aje stati kuja kuliliwa eti unajua wewe ndio sababu ulipopiga peoples. Sasa watoto wangu wanateseka, sina msistaki ya mambo. Uongo kweli? Tukiingia kwenye nchi tutawatumia hawa. Hatutatoa askari nje. Hawa jamaa zetu tutawabadilishia maisha. Tutawapa mishahara mizuri, wakiwemo wanajeshi, askari, walimu. Keki ya nchi inatosha kwetu wote tuishi vizuri. Everybody needs good life. Kila mtu ana deserve kuishi maisha mazuri. Ndio maana Mungu alituweka hapa. Yale majinga yanayosema mpaji Mungu, ndio mpaji Mungu, ndio maana ametuweka kwenye nchi yenye Tanzania pekee yake duniani. Ndio maana hakutuweka jangwani, ametuweka kwenye nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi, kwa sababu Mungu alitaka tuishi vizuri. Mungu anatupenda. Tubadilishe nchi. Tumekuja kwenu kusema no reforms. Ukisikia wanafuta ruzuku ya chama chetu, wanamkamata Lissu, wanatushambulia, sio kwa sababu tuna makosa, ni kwa sababu tunasema mambo haya. Tukinyamaza mmeuzwa. Nataka tunyamaze? Nataka tunyamaze? Kipiganieni chama hiki. Kiungeni mkono, kisaidieni. Mkisikia wamefuta ruzuku sio kwa sababu tuna makosa, ni kwa sababu hawataki hii operation iendelee. Maeneo mengine yote wananchi wamekataa. Kila tulikoenda wananchi wamechangia chama ili operation iendelee. Yeye mnasemaje Ifakara? Mmepewa mjiunge na namba ya chama kwa malipo ya kujirudia. Malipo ya kujirudia. Mmepewa vipeperushi mkavisome. Mjiunge hivyo hapo mwe mnajirudia. Lakini mtuchangie mafuta ili tuendelee na safari hii. La mwisho, msaini forms zinaitwa petition. Hizo hapo zinazunguka. Petition ni madai. Petition ni kizungu. Kwa Kiswahili inaitwa madai. Andikeni jina, namba ya simu na signature yako. Tunahitaji